ibada zetu, tuna ibada 3 ndani ya wiki. Ibada ya kwanza tunayo Wednesday, siku ya 3, tuna mafungo ya kuanzia saa 11 saa 12 za asubuhi na tunamaliza saa 12 za jioni. Ikifika ile saa 11 na dakika 30 tunakutana sote pale online kumaliza mafungo pamoja. Na Saturday tunakuwa na mafungo ambayo tunaanza saa 3 na tunamaliza saa 7. Ni mafungo ya kila mtu, mlango umefunguliwa katika kila mtu anaweza kufika katika ibada hiyo. Na Jumapili tunakuwa na ibada ambayo inaanza saa 8 na tunamaliza saa 11. Tunawakaribisha sana. Adresi yetu ni 3503 Blayton Lane. Karibu sana na Mungu awabariki. Karibu sana kwenye Mlima Sinai. Kuna mambo mengi mazuri, mwenye kuwa na haja, mwenye kuwa na mahitaji, kuna watu ambao watakusaidia kwa ajili ya kutatuliwa shida zako. Karibu sana na Mungu akubariki. Amen.
zile hapa. Ewe
maisha yako, mwambie pembeni yako atulie, ache fujo. Kama unataka daftari yako na peni, andika, itakusaidia. Si mwingine anajeleza mwenyewe, mtumishi wa Mungu Reverend Jesse Jonathan. Karibu, piga makofi. Iwe mbeto neze zuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna watu wajui Kiswahili. Hello. Glory. Bwana asifiwe. Tuwa mambi barikiwe sana. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Hayo makofi yatosha. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Tole mambo. Wangapi wanafurahi tena kuwa kwenye ibada ya leo? Nasema wangapi wanafurahi tena kuwa kwenye ibada ya leo? Glory be to God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ya tunaweka vitabu vizuri, kuna wenzetu wako kule mataifa mbalimbali. Wanatufuatilia. Kwa hiyo tunatamani sana tuweze kuwa nao. So I desire for them to be with us. Hallelujah. Okay, siku leo tunakwenda kujifunza juu ya mambo mbalimbali kuhusiana na Roho Mtakatifu. Today we're going to learn of many things about the Holy Spirit. Tutakwenda kujifunza habari za Roho Mtakatifu. We're going to learn about the Holy Spirit. Ninaamini ya kwamba Mungu atatubariki katika jina la Yesu. I believe God is going to bless us in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Nataka tuinamishe kichwa chako tuweze kumshukuru Mungu. By your head so we can pray. Baba, katika jina la Kristo Yesu, asante kwa sababu ya nafasi hii. Tuko mbele zako, tunataka kuendelea kujifunza mbele zako, bila kwa pamoja nasi. Tubariki na bariki kila mmoja aliyoko hapa. Bariki na wale ambao wanatuangalia kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye Twitter, kwenye Instagram na mitandao mingine. Tunaomba kwamba uwepo wako uwe pamoja na wao na uwepo pamoja na sisi hapa katika jina la Yesu. Amen. Nimefungua kitabu kile cha Daniel mlango wa 6. I have opened my book in Daniel chapter 6. Daniel mlango wa 6. Daniel chapter 6. Unaweza kuzima hapo kanza upya. Ni kama iko ina rekodi. Daniel mlango wa 6. Daniel chapter 6. Tunajifunza somo linaloitwa kurejeshewa furaha ya Roho Mtakatifu. We're going to learn about being restored of the joy of the Holy Spirit. Kurejeshewa furaha The restoration of ya the Roho joy Mtakatifu of the Holy Spirit iliyopotea that was lost. wakati ulipopitia changamoto ya maisha, Where you have gone through hardship in life. ulipokutana na simba Where you met the lion. au majaribu makubwa. Or where you met with a great temptation. Haleluya. Amen. Kurejeshewa furaha ya Roho Mtakatifu. The restoration of the joy of the Holy Spirit. Na lengo la somo hili And the purpose of this message ni kukuwezesha is to enable you uweze kutoka kwenye msongo wa mawazo, to go from thinking thoughts, to be delivered from depression. Uweze kutoka kwenye msongo wa mawazo. Or to be delivered from depression. Kuna namna ambavyo
unaweza kuwa umefika hapa Marekani. There's a way that you have gotten here to America. Kuna vitu vingi sana unapitia. And there's many things that you go through. Na wengine vimewafanya mioyo yao imeinama. And others have made their heart bend. Their heart has been downcasted. Their hearts have been downcast. Kuna namna fulani umehuzunika. There is a way that you have maisha yako yamepungua. and your life has come down. Moyo wako umeshuka. And your heart has come down. Kuna namna umekatishwa tamaa. There is a way you have broken heart. Na kutokana na mazingira ya kweli mlivyo, and through the life of how we live, mazingira ambayo mnayo, and the life how we have it, sio mazingira rahisi. it's not an easy life. Kwa sababu ni kweli Mungu anawabariki kwa fedha, Because God bless you with money, anawabariki kwa kazi. and He bless you with your job. Kila mtu anayeweza kufanya kazi anaweza kufanya kazi. Everybody who's able to work, they have work. Lakini unaporudi nyumbani, But when you go home, yule mwenzako naye anaenda kazini. your partner goes to work. Wewe ukirudi nyumbani, When you come back home, mwenzako naye anaenda kazini. your partner goes to Na yeye work. akirudi nyumbani, And when she returns, na wewe unaenda then you kazini. go to work. Kwa hiyo muda mwingi unajikuta unakaa peke yako. So many times you see you are Labda siku kama hizi unapokuja kanisani na kwa imekusaidia. then days like today you come to church, it helps you. Sasa ukiwa kwenye hayo mazingira, So when you are in that, unahitaji furaha ya Roho Mtakatifu. you need the joy of the Holy Spirit. Unahitaji furaha ya Roho You Mtakatifu. need the joy of the Holy Mimi Spirit. sijui nani ambaye Mungu amemtuma kwa ajili yake. I don't know why God has sent me, Lakini nina habari njema. but I have a good Baada news. ya siku ya leo, After today, Roho Mtakatifu atashuka juu yako. the Holy Spirit is going to Furaha ya Roho come on you. Mtakatifu itashuka The juu joy yako. of the Holy Spirit is going Na to maisha come yako hayawezi kubaki kama and yalivyokuwa. your life is not going Katika to jina la stay Yesu in Kristo. the name of Jesus. Basi kama kuna mtu angenisaidia kumpigia Bwana Yesu makofi na kuelekea. Haleluya. Niko kitabu kile cha Daniel mlango wa 6. Open your books in Daniel chapter 6. Nitakusomea hii habari ya Daniel jinsi ambavyo alipitia mapito. I'm going to read on how he went through this trial. Kulikuwa na vitu vigumu ambavyo Daniel alipitia. There was many hard things that Daniel went Lakini through. Daniel alikuwa anamjua Mungu wake. But Daniel knew his God. Na mimi ninaamini And katika I jina la believe Yesu. in the name of Jesus Daniel wa leo bado anaishi. that Daniel today is still Daniel wa leo ni wewe na mimi. that Daniel today is Kama still kuna kitu chochote kimeletwa mbele yako utakishinda. If there's anything that comes, Inasema lazima ushinde katika jina la Yesu. Geuke mwenzako mwambie leo lazima ushinde. Tell you your next for today. Na kuanzia leo wewe unaenda kuwa mshindi. And today you're going to be Wangapi wanaamini wanaenda kuwa washindi? Nasema wangapi wanaamini wanaenda kuwa washindi? Pigie Bwana Yesu makofi na makofi. Sijasikia mororo. Haleluya. Bwana asifiwe. Leo kutakuwa na siri kuu ya Yesu. Wale watu wanajua nini nimesema hapa. Kutakuwa na tetemeko la Roho Mtakatifu. Maisha yako hayawezi kubaki kama yalivyokuwa. Kama unaamini ungesema amen yenye nguvu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Daniel mlango wa 6 mstari wa 10. Daniel chapter 6 verse 10. Tusoma mstari wa 10 na mstari wa 15 na 16. I'm going to read verse 10, 15 and 16. Alafu mstari wa 20. And verse 20. Alafu mstari wa 22 mpaka 23. Then 22 to 23. Daniel mlango wa 6. Daniel chapter 6. Tutasoma mistari kadhaa. We're going to read few verses. Ukifika nyumbani unaweza kwenda kusomea wewe mwenyewe. You can read it when you get home. Ile mlango wa 6 wote. The whole chapter 6. Ni habari ya ajabu sana. It's an amazing story. Haleluya. Amen. Mstari wa 10 anasema, Verse 10 it says, hata Daniel alipojua kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na madirisha yake katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. when Daniel learned that the document has been signed, he went into his house,
the windows in its upper stairs room open towards Jerusalem. And 3 times a day he got down on his knees, prayed and gave thanks to God, just as he had done before. Verse 15. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wale waliokuwa wamemshtaki Daniel, wakamwambia mfalme, ewe mfalme, ujue kuwa ni sheria ya Wamedi na Wajemi lisibadilike neno lolote lililotiwa marufuku wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Then this men went together to the king and said to him, "You know, your majesty, this is the law of the Medes and the Persians, that no edict or ordinates the king established can be changed." Mstari 16, basi mfalme akatoa amri, wakamleta Daniel, wakamtupa katika tundu la simba. Angalia mfalme anavyosema. Mfalme akanena akamwambia Daniel, Mungu wako, naona hiyo Mungu imeandikwa kwa herufi kubwa, mstari wa 16. Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. So the king gave the order, and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, "May your God, whom you continually serve, rescue you." Hallelujah. Na mstari wa 20, naye alipokaribia lile tundu akamlilia Daniel yule mfalme. Sasa kesho yake anaenda kuangalia kama Daniel ameliwa na simba. Akakaribia lile shimo au lile tundu, akamlilia Daniel kwa sauti ya huzuni. Mfalme akasema, akamwambia Daniel, Daniel, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako, na hiyo Mungu imeandikwa kwa herufi kubwa, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? When he reached the den, he cried out in anguish to Daniel, "Daniel, servant of the living God." The king said, "Has your God, whom you continually serve, been able to rescue you from the lions?" Mstari wa 23-22, Daniel akajibu akasema, Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye amefunga makano ya simba na hawakunidhuru. Makano ya simba hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia, tena mbele yako, ewe mfalme, sikukosa neno. My God sent his angel and shut the lion's mouth, and they haven't harmed me. For I was found innocent before him, and also before you, your majesty. I have not done harm. Na mstari 23 ambao ni wa mwisho, Biblia inasema mfalme akafurahi sana. Sema mfalme akafurahi sana. Akaamuru wamtoe Daniel katika ile tundu. Ndipo Daniel akatolewa katika ile tundu, wala dhara lolote alipoonekana mwili wake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. The king was overjoyed and gave an order to take Daniel out of the lions. When Daniel was brought up from the den, he was found to be unharmed, for he trusted in his God. Amen. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Nataka nianze kwa kukuambia, I just want to start to tell you, ya kwamba haijalishi watu wamekupeleka kwenye shimo gani. it does not matter people have taken you to what kind of den. Habari njema ni kwamba Mungu atakuwa pamoja na wewe. But God will be with you. Mungu atakuwa pamoja na wewe. God will be with you. Inawezekana umefika hapo Marekani, It might be that you got here in America ukiwa na matumaini makubwa and sana, you have many great lakini nyumbani familia inakusumbua. and at home they still depend on you. Pengine ni watoto wanakusumbua. It might be children. Pengine kuna wengine labda miongoni mwetu wana tatizo la makaratasi. And others, it might be a problem of Pengine kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye kesi. Others is other cases. Labda pengine kuna watu ambao wamekuwa wakikusema. It might be people who are talking about. Ina habari njema kwamba bado unaweza kushinda hayo majaribu na ukabaki na furaha. You can still conquer those trials and be with joy. Ina habari njema kuambia leo hii utaondoka ukiwa na furaha katika jina la Yesu. I have a good news to tell you today. You're gonna go with joy. Kuna wale watu ambao wanataka kuondoka na furaha ya Roho Mtakatifu. Sema haleluya. Sema haleluya. Furaha hailetwi kwa sababu tumeshinda. That joy does not come
Yaani furaha ya Roho Mtakatifu haisababishi kwa sababu tumeshinda. The joy of the Holy Spirit is not caused because of we have come. Furaha ya Roho Mtakatifu inakuja hata kabla ushinda hujaonekana. The joy of the Holy Spirit comes even before you conquer. Wangapi wanampenda Roho Mtakatifu? How many love Na ndio him? maana mtu ambaye Roho Mtakatifu ana mahusiano na yeye mazuri, And that's why the person who have a good fellowship with the Holy unapokuwa Spirit, na ushirika mzuri na Roho Mtakatifu, when you have a good fellowship with the Holy unaweza Spirit, kuwa unapitia mambo sana you might go through hardship yanayohusiana na immigration, that might go with yanayohusiana na makaratasi, in the papers. inawezekana unapitia vitu vigumu, You might go through lakini bado hardship, Roho Mtakatifu ukimpatia nafasi, but still when you give a place to the Holy moyo Spirit, wako utamiminika your furaha. heart is going to be Na filled with wakati nilipokuwa joy. ninaomba And when I was praying, na kujiandaa kuja hapa Kentucky, preparing to come here in Kentucky, hapa Kentucky, here in Kentucky, Mungu akaniambia nenda kafundisha watu wangu habari za furaha ya Roho Mtakatifu. God told me, go tell my people Ndio maana nina about the ujasiri. Holy Spirit. Ndio maana nina ujasiri. That's why I'm Kwa sababu bold. ninaamini kabisa kuna watu walikuwa na huzuni, Because I believe there are people who lakini kuna zawadi ambayo nimekuletea. but there's a gift that I have brought. Nao ni ya ujumbe wa Roho Mtakatifu. And that is the message Ya of the kwamba Holy kuanzia Spirit. leo moyo wako hautainama tena. That from today your heart is not Ungempigia Bwana Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. 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 Hao watoto wako ambao wanapita mapito wataenda kubadilika your katika jina la children Yesu. who are going through a trial, they're going to change. Hayo malipo ambayo yamekuzidi, maana ulichukua mkopo au mortgage ili ulipie nyumba, sasa yameanza kukuzidia. Ina habari njema, kuanzia leo Mungu anaenda kukulipia katika jina la Yesu. That bills now are higher on you because you took a Pengine leo umekuwa because ukisubiri kuolewa na kuoa, you waited to get na married. hakuna mtu ambaye hata anapiga hodi kwenye maisha yako, There's nobody who's knocking in your lakini life. na habari njema, kuanzia leo But I have a good Roho news Mtakatifu today. ataposhuka juu When the yako, Holy Spirit come up on you, furaha ya Roho Mtakatifu itaposhuka kwenye uso the wako. joy of the Holy Spirit is going to come on your face. Kabla hujatoka kwenye mlango, kuna mtu atakupigia na Before simu, you get to the door, kuna mtu atakwenda kukufuata katika jina la someone Yesu. is going to follow you in Kuna Jesus' mtu name. atakuchumbia uolewe. There's someone who's going to follow you. Mwaka huu hautaisha kama tujala harusi yako katika jina la Yesu. Shema amenisaidia kumpigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Kwa nini tunasema Roho Mtakatifu anahusiana na furaha? So we say the Holy Spirit has a relation with joy. Kwa nini kuna mahusiano mazuri kati ya Roho Mtakatifu na furaha? Because there's a relation between the Holy Spirit and joy. Inatokana na neno lake. It depends with the word. Inatokana na neno lake. It comes with the word. Angalia kitabu kile cha Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 2 mpaka wa 4. Look in James chapter 1 verse Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 2 mpaka wa 4. James chapter 1 verse 1 to 4. Mstari wa 2 mpaka wa 4. Verse 2 to 4. Biblia inasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa ukamilifu na watimilifu bila kupungukiwa neno. James chapter 1 verse 2 to 4. I'm going to read James chapter 1 verse 2 to 4. Consider it a great joy, my brother and sister, whenever you experience variety of trials, because you know that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its full effect, so that you may be mature and complete, lacking nothing. And let endurance have its full effect, so that you may be mature and complete, lacking nothing. Amen. Kibibilia kuna mambo manne ambayo nataka uyajue. In the Bible, there's two things I want you to know. Kwanza kuhusiana na furaha. About the joy. Na ili andiko ambalo tumetoka kulisoma, in this word that we just read, utaona kwamba furaha ni
unapoangukia kwenye majaribu. He said, consider it joy when you fall into Ni trial. sheria ya kiroho. It is a law of the Spirit. Ndio mzako mwambie jambo la kwanza ni sheria ya kiroho. Tell your brother, joy is the law. It's a spiritual law. It is a spiritual law. Kitu cha sheria ya kiroho. It is a spiritual law. Wewe ulioko hapo unayenisikiliza. So you who are here who's listening to Swala la kuwa na furaha si swala la hiari. to have a joy is not something that is just common. Yaani pale ulipo unahuzunika sio fungu lako. So where you are in pain is not your It's not your portion. is not your portion. Furaha ya kiroho ni sheria ya kiroho. It is the spiritual law. Furaha ya kimungu ni sheria ya kiroho. The joy of God is a spiritual law. Anasema ndugu zangu, sabuni ya kuwa ni furaha tupu ukiangukia katika majaribu. He said, count it as a great joy when you fall into a variety of Inawezekana ndugu yangu kwa hapa moyo wako umeinama. Nimekuja kukuamsha mtu wa Mungu. I have come to tell you. Inuka tena ukarudie furaha yako katika jina la Yesu. Sema haleluya. Jambo la pili ambalo nataka ulijue, the second thing that I want you to know, kuhusiana na Biblia inapozungumza kuhusiana na furaha, about what the Bible says about joy. Furaha inaongeza nguvu kwenye maisha yetu. Joy produces endurance in our life. Inawezekana unauliza Pastor Jesse imeandikwa wapi? It might be, Pastor Jesse, where is it written? Kwenye kitabu cha Nehemia mlango wa 8 mstari wa 10. In Jeremiah chapter 8 verse 10. Nehemia mlango wa 8 mstari wa 10. Nehemiah chapter 8 verse 10. Biblia inasema kisha akawaambia, enendezeni mle kilichonona na kunywa kilicho kitamu, tena mpelekeni sehemu asiyewekwa kitu. Alafu akasema kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Sema furaha ya Bwana ni nguvu yangu. The joy of the Lord is your strength. Sema furaha ya Bwana ni nguvu yangu. Say the joy of the Lord is my strength. Wangapi wamepungukiwa nguvu, wanatamani nguvu ishuke ndani ya maisha yao? How many have no strength and they need strength? Furaha ya Roho Mtakatifu inaleta nguvu kwenye maisha yao. The joy of the Holy Spirit brings strength in your life. Unataka kuona furaha, unatakiwa kama unataka kuona umuhimu wa furaha, tafuta kujua umuhimu wake ambao ni nguvu. If you want to know the benefits of joy, know the source of it is strength. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Anasema furaha ya Bwana ni nguvu yangu. He said the joy of the Lord is my strength. Furaha ya Bwana ni nguvu yangu. The joy of the Lord is my strength. Sema haleluya. Hallelujah. Sasa Roho Mtakatifu alipokuja hapa duniani, so when the Holy Spirit came here on earth, aliletwa kumwakilisha Yesu. He came to show Jesus. Na ndio maana wakati Yesu hayupo alisema nitawatumia msaidizi And mwingine. that's why Jesus is not here. He said I'm going to send a helper. Kwa hiyo kama anasema furaha ya Bwana ni nguvu yangu, So if he said the joy of the Lord is my strength, anachozungumzia hapo maana yake ni furaha ya Roho Mtakatifu ni nguvu yangu. what he's talking about is the strength of the joy of the Holy Spirit is my strength. Ninakuombea Mungu akujaze na furaha kuanzia leo katika jina la Yesu. May God fill you with joy. Ninasema Mungu akujaze na furaha ya Roho Mtakatifu kuanzia leo katika jina la Yesu. Joy of the Holy Spirit. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Furaha ya Roho Mtakatifu inaalika malaika. The joy of the Holy Spirit invites angels. Tunasema Pastor Jesse, why tunajifunza habari ya furaha ya Roho Mtakatifu? You say, Pastor Jesse, why are we learning about the joy of the Holy Spirit? Unapokuwa na furaha ya Roho Mtakatifu When you have the joy of the Holy Spirit kwenye maisha yako, in your life, kuna malaika wanakuja wanakupigania. there's angels that come and fight for you. Ile vita hivi tena ya kwako inakuwa ya Bwana. And that war is not yours, but it's the Lord's. Maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Isaya 61. The Bible says in Isaiah chapter 51. 61. Haleluya. Biblia inasema mstari wa kwanza, Yesu akasema maneno haya, Bwana, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu, na habari njema amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo,
kuwatangazia mateka uhuru wao, nao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Mstari wa kwanza. Verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive and freedom to their prisoners. Amen. Hallelujah. Angalia mstari wa 3. Kuangazia hao walio katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya manyevu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Verse 3. To provide to whom mourns in Zion, to give them a crown of beauty instead of ashes, fest of oil instead of mourning, and a splendid cloth instead of despair. And they will be called righteous tree, planted by the Lord to glory in Him. Kuna mafuta yanaitwa mafuta ya Roho Mtakatifu. There is oil that's called the oil of the Holy Spirit. Mafuta ya furaha ya Roho Mtakatifu. The oil of the joy of the Holy Spirit. Anasema Roho wa Bwana anapokuwa juu yangu. He said, when the Lord is upon me, Anasema nitapakwa mafuta ya Roho Mtakatifu. I'm gonna be anointed by the oil of the Holy Spirit. Mafuta ya Roho Mtakatifu. I'm gonna be anointed by the oil of the Holy Spirit. God has sent me today to. Today when I welcome the Holy Spirit in your life, I have good news. When the Holy Spirit come upon you, He's going to anoint you. In the way of pain, the situation of disappointment, ile hali ambayo imekufanya urudi nyuma, and the way that made you to go stand hauna tena furaha, and you don't have joy anymore. karibisha leo Roho Mtakatifu. You're going to invite the Holy Spirit. Ukimpa nafasi Roho Mtakatifu, when you give Him a place, the Holy Spirit, atakupaka mafuta ya furaha. He's going to anoint you with oil of joy. Pokea hiyo furaha katika jina la Yesu. Receive that joy in the name of Jesus. Pokea hiyo furaha katika jina la Yesu. Receive that joy in the name of Jesus. Nataka niongelee juu ya kweli za kuhusu furaha. I want to speak the truth about joy. Furaha wakati wa mapito. To rejoice in time of trial. Kwa nini tunapaswa kuwa na furaha wakati wa mapito? Why do we have to rejoice in time of trial? Inawezekana hata kama ubiri hapo anasema pastor, haiwezekani ukawa na furaha wakati unapitia. It might be I'm preaching and you say, Pastor, I cannot have joy through what I'm going through. Na ndio maana siku za leo unaona watu wanajiua, watu wanakula vidonge. Nilisikia habari ya mtu mmoja kutoka kule Afrika, kule kule Washington. Alikunywa vidonge na alikuwa ni muombaji yule dada, akajiua. And that's why many people are going through too much. They're taking medicine. And I heard about someone in Washington, she was taking medicine and they end up killing themselves. Ninataka kuambia una haja ya kujiua. You don't have to kill yourself. Yesu amenituma kukwambia unaweza kujiunganisha na furaha ya Roho Mtakatifu. You can reunite with the joy of the Holy Spirit. Baada ya leo, after today, yale yaliyokuwa yakikushinda yasikushinde tena. Sema yale yaliyokuwa yakinishinda yatanishinda tena. Sema sitakata tamaa tena. Maandiko yanasema nini kuhusiana na furaha? What does the Bible say about joy? Wangapi wanatamani kusikia hilo jambo? How many want to hear? Zaburi ile 23 mstari wa 4 na wa 5. Psalm 23 verse mstari wa 4 na wa 5. Verse 4 and 5. Biblia inasema, nao nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Fimbo yako na gongo lako vyanifariji. Waandaa meza machoni pa watesi wangu. Haleluya. Haleluya. Verse 4. Even when I go through the darkest valley, I fear no danger, for you are with me. Your rod and your staff will comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Amen. When the joy of the Holy Spirit is within you, the joy that is in your life,
hayawezi kukuathiri. It's not going to harm you. Hayawezi kukushusha chini. It's not going to break you down. Kinachotokea unaanza Roho Mtakatifu anakushuhudia ndani yako. What happens, the Holy Spirit testifies to you. Anaanza kukuonyesha yale yanayoenda kutokea mbele yako. And He starts to show you what's going to happen before Wakati you. maadui wanafikiri mnaenda Mungu, When your enemy thinks that you're going to leave God, unaenda kuacha wokovu, and you're going to leave salvation, unaenda kuachana na kanisa, and you're going to leave the church, Roho Mtakatifu akishuka juu yako, when the Holy Spirit come upon you, anakushuhudia kwamba unaenda kushinda. He testifies to you you're going to conquer. Unajua matokeo yake ni nini? You know the outcome of it. Anaandaa meza machoni pa watesi He wako. prepares a table before you. Anaandaa meza machoni pa watesi wako. He prepares a table Anaandaa meza machoni pa watesi wako. He prepares a table Nina habari njema kwamba kuna watu wengi walitamani wafike hapo ulipofika wewe. I have a good news that many people wanted to be where you Walifanya are. kila kitu ili wakushusha chini ili wewe usifike hapo ulipofika. They did many things so you might not get where you are. Lakini angalia matendo ya Mungu yaliyo ya ajabu. But look at the wonder of work. Kile ulichofikiria hutakifikia umekifikia. What they thought you're not going to reach, but you have reached. Wewe umewaacha kule Afrika, lakini Mungu amekuleta hapa. And you left them in Africa and God brought you here. Nina habari njema ambayo Mungu ametuma kwa ajili I yako. have a good news that God said Ya kwamba bado Mungu hajamaliza na wewe. that God is not finished with you. Sema, weka mkono wako kwenye kifua, sema Mungu bado hajamaliza na mimi. Put your hand on your chest and say God is not finished. Wangapi wanaamini Mungu hajamaliza na wao? Amen. Yani kama moyo wako bado unadunda namna hii, ujue bado Mungu hajamaliza na wewe. If your heart is still like this, Bado kesho yako ni njema. your tomorrow is good. Anasema waandaa meza machoni pa watesi Says wako. you prepare a table before my enemy. Na nataka nikutabiria kwamba unaenda kuandaliwa meza machoni pa maadui I zako. want to prophesy to you. Wale maadui zako walikuwa wanafikiri wamekumaliza, hawajakumaliza. Those who thought they have finished us, they have not finished us. Wapo wale ambao wanaweza kupiga Bwana Yesu makofi na vigelegele. Ninataka nikwambie bado hujamaliza kazi. That's why I'm telling you, you have not finished. Sema bado Mungu hajamaliza na maisha yangu. God is not finished with my life. Sema Mungu bado hajamaliza na maisha yangu. God is not finished with my life. Ile kazi ulikuwa nayo ilikuwa ni kazi nzuri The sana. work that you had was a good job. Watu wakaleta figisu wakakuondoa. And they did many things and took you out of the work. Lakini na habari njema, ile kazi ni ndogo. Hii unaenda kuipata itakuwa ni kubwa. But I have a good news that job you're gonna Wale kufanya ili wewe ushuke, wataona ukiwa sio nyumba moja, unaenda kupata na nyumba zingine. Those who have brought you down, Pokea hiyo katika jina la Yesu. Inasema pokea hiyo katika jina la Yesu. receive them in the name of Jesus. Haleluya. Zaburi ya 16 mstari wa 11. Psalm chapter 16 verse 11. Biblia inasema utanijulisha njia ya uzima. The Bible says you will reveal the path of life. Mbele za uso wako kuna furaha tele. In your presence is abundance of joy. Mbele za uso wako kuna furaha tele. In your presence is abundance of joy. Hizi furaha haitegemei mambo unayoyapitia. Joy does not depend on what you go through. Furaha inapatikana kwa Roho Mtakatifu. Joy is received through the Holy Spirit. Anayetoa furaha anayetoa ni Mungu. The one who gives joy is God who brings it. Kama ulikuwa unafikiri labda nikipata nyumba nitakuwa na furaha, umekosea. If you thought that when you receive a house you're gonna receive joy, no. Au nikiolewa na kuoa nitapata furaha, umekosea. Or if you marry you're gonna receive joy, you have. Au nikiendesha gari nzuri kuliko ile ya mchungaji, nimekosea. Or if you drive a better car than the pastor, you have lost. Nataka kuambia furaha ya kweli inatoka kwa Roho I want Mtakatifu. to tell you that Uwe na gari, usiwe na gari, ukiwa na Roho Mtakatifu na furaha. whether you have a car or not, but when you have the Holy Ninakuambukiza Spirit, kwa you have joy. maombi, mpokee roho ya furaha katika jina la Yesu. I implore you that joy. Pokea roho ya furaha katika jina la Yesu. Receive the spirit of joy in Jesus' Wana name. washindi wangenisaidia kupigia Bwana Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Isaya 12 mstari wa 3. Verse 12 and 13. Isaya 12 mstari wa 3. Isaiah chapter 12 verse. Biblia inasema kwa furaha nitachota maji katika visima vya wokovu.
vya wokovu. Therefore, I will draw water from the streams of salvation. Sisi kama unajua kwamba unapokuwa na furaha, I don't know when you have joy, inakuunganisha na kisima cha furaha. unites you with the well of Hicho joy. kisima cha furaha kuletea wokovu. And that well of life, it brings you joy. Wangapi wanatamani kupata wokovu kwenye maeneo mbalimbali kwenye maisha I yao? want to receive salvation from Mimi ninakufundisha kitu ambacho pengine hujawahi kukisikia. I'm teaching you something maybe you haven't heard. Kuna nguvu ya furaha. There is a power of joy. Ndani ya furaha, And through joy, furaha ni kama ndoo. joy is like a bucket. Furaha ni kama ndoo Joy is like a bucket. ambayo unaenda nayo mtoni kuchota maji. And you go with it to the river to get Haya water. maji sio ya kawaida. And that water is not normal Haya water. maji yanaitwa wokovu. That water has salvation. Inawezekana kweli watoto wamekukatisha tamaa. It might be that your children Hawakusikilizi tena. they do not listen to you no more. Inawezekana mwili wako pamoja na kutengeneza, lakini bado umepewa taarifa mbaya na daktari. It might be your body, even though you fix it, you have received bad news. Nina habari njema, chukua ndoo ya furaha. Have a good news, take a bucket Nenda kwenye mto wa wokovu. and go to the river of salvation. Furaha ni ndoo inayokupeleka kwenye wokovu. Joy is the one that took you to salvation. Anasema pasta, umeisoma wapi? Nimeisoma hapa sasa Ready hivi. to read? I just read it. Anasema hivi, basi kwa furaha mtachota maji katika visima vya wokovu. With joy, I will withdraw water from joy. Anasema therefore joy shall draw water out of the well of salvation. Hallelujah. Alafu anasema pazeni sauti, mstari wa 6. Pazeni sauti, pigeni kelele, ewe mkazi wa Sayuni, kwa kuwa mtakatifu wa Israeli ni mkuu kati yako. And verse 6 said, cry out and sing, citizen of Zion, for the Holy One of Israel is among you in his greatness. Hallelujah. Amen. Wangapi wanaamini Mungu yuko katikati yetu? Chukua ndoo ya furaha kuanzia leo. Take the joy of bucket. Sema ninakataa kuhuzunika tena katika jina la Yesu. Say, I refuse to. Sitakatishwa tamaa. Simama hapo, sema maneno mara 3, sema sitakatishwa tamaa tena. Simama. Itabirio, usisubiri nabii akutabirio. Sema sitakatishwa tamaa. Sema mara 7. I'll never give up. I'll be happy in the name of Jesus. Sitakatishwa tamaa tena katika jina la Yesu. Alafu mpigie Bwana Yesu makofi mengi. Sema sitakatishwa tamaa. Unajua nini kinatokea? Ninakuona katika ulimwengu wa roho umebeba ndoo leo kutoka visima vya wokovu. Kuna wokovu unakuja kwako ndani ya jina la Yesu. Unaweza kukaa kidogo katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anataka sisi tuwe na furaha. God wants us to be with joy. Kwenye kitabu kile cha Nehemia, Zefania mlango wa 3 mstari wa 17. Zephaniah chapter 3 verse 7. Zefania mstari wa 3 mstari wa 17. Biblia inasema Bwana Mungu wako yuko katikati yako, shujaa awezaye kuokoa. Atafurahi juu yako kwa furaha. Atafurahi. Mungu mwenyewe anaimba kwa furaha, sema atafurahi juu yako kwa furaha. Atakutuliza kwa upendo wake. Ataimba kwa shangwe juu yako. Anasema atafurahi kwa juu yako kwa furaha. Sema haleluya. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will serve you. He will rejoice over thee with the joy. Yeye Mungu anapokaa pale mbinguni. When God comes from heaven. Anapokaa pale mbinguni. When he sits in heaven. Ana mawazo mazuri kuhusiana na maisha yako. He has good thoughts because of you. Ndio maana maandiko yanasema usijisumbue kwa neno lolote. And that's why the teacher said, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba. With everything, with prayer. Na haja zako zijulikane mbele za Mungu. And your petition be known to God. Mungu ametuma kukuambia. God has sent me to tell you.
kile cha Isaya mlango wa kwanza. We're going to see it in Hallelujah. chapter 1. Hallelujah. Sema lazima nifurahi leo katika jina la Yesu. I must rejoice. Mimi sijakuletea Kiswahili hapa. I have not brought you Swahili. Sijakuletea Kiswahili hapa. I have not brought you Swahili. Sijakuletea mambo ya Tanzania. I have not brought you things from Nimekuletea habari njema ya Yesu. Nimekuletea habari njema ya Yesu. Wangapi wanapenda neno la Yesu? Wangapi wanapenda neno la Yesu? Angalia kitabu kile cha Isaya mlango wa kwanza. You're going to see Isaiah chapter 1. Mlango wa kwanza mstari wa 24. Verse 24. Anasema kwa hiyo asema Bwana wa majeshi, Therefore the Lord of God of armies says, mwenye enzi wa Israeli, the mighty one of Israel, nikapata faraja kwa hao wanipingao. I will get even war with those who take revenge. Nikapata furaha kwa faraja kwa hao wanipingao. I will get even with those who avenge. Alafu nitatoa kisasi kwa adui zangu. And I will take revenge against my Yaani enemies. ni kwamba kama unapokuwa unapitia kabla ya kupigania, Bwana anafurahi. It says when God is fighting for you, He rejoices. Wewe unaweza kufikiri Mungu amekusahau. You think that God has forgotten Mungu you. hajakusahau. No, God has not forgotten Nasema Mungu you. hajakusahau. God has not forgotten Mungu you. hajakusahau. God has not forgotten you. Inasema Mungu hajakusahau. God has not forgotten you. Mungu anafurahi kwamba unapitia kwa sababu anaenda kukupigania kupita kawaida. God rejoices what you're going through because He's going to fight for you. Nasema Mungu anaenda kukupigania. I said God is going to fight Pigie for Bwana you. Yesu makofi na vigelegele. Anasema nitapata faraja kwa hao wanipingao. It says I will take revenge to those. Nitapata faraja kwa hao wanipingao. I will receive comfort from those who are against me. Sema haleluya. Amen. Nitakupa mifano michache kama miwili hivi I'm going to give you several examples ya watu ambao walipitia, lakini furaha ya Roho Mungu ilishuka juu yao wakashinda hayo mapito. of what they went through, but through the joy of the Holy Spirit, they received victory. Na mtu wa kwanza ni huyo Daniel ambaye tumesoma The habari zake. first person was Daniel, who we read about. Daniel alikuwa anafanya kazi vizuri sana. Daniel was a good worker. Alikuwa na bidii. Alikuwa na bidii. He was a hard worker. He was a hard worker. Ndani yake alikuwa amejaa roho njema. Within him, he was filled with a good spirit. Alikuwa ni mtu mwenye haki. He had a right. He was a righteous man. He was a righteous man. Ndani yake huyu Daniel, wale maadui walitafuta kitu cha kumhukumu, lakini hawakupata. And within Daniel, his enemies searched for something against him, but they couldn't find any. Sijui kama unaelewa, kuna wakati unafanya kila kitu kizuri, lakini kuna watu wanakuchukia tu. I don't know if you understand, when you do good things, still people hate you. Pengine najihubiria mimi mwenyewe. It might even come to you. Ulize mwenzako, wewe kutenda mema lakini watu wakakulipa mabaya. Ask your neighbor, have you done great and they're paying you back? Kuna mama mmoja nilikutana naye huko Marekani. There was one mother I met here. Yeye alitangulia kuja huko Marekani. They started to come here in America. Alafu Mungu akamsaidia akaolewa. And God helped them, they got married. Alafu wakawa na makaratasi vizuri. And they worked a good job. Alafu akaanza kuleta ndugu zake kutoka kule Afrika. And she started to bring his lakini alipoanza kuleta, akaleta dadake wa kwanza, akaleta wa pili, akaleta na ndugu zake wengine. Yule aliyemleta wa kwanza ambaye alikuwa ni dada yake, but the first person she brought, who was a sister, huyo akageuka kuwa adui. That person became the enemy in her life. Huyo akaanza kuharibu mambo yake. They started to destroy her things. Na sasa utamfanya nini ameshafika Marekani? What are you gonna do when they're already here in America? Huyu dada ulihuzunika. So the heart of this person was despair. Moyo wake uliinama. His heart was despair. Maisha yake yakaonekana kama sio kitu. Her life was seen as nothing. Nilipokutana naye nikamwambia dada usife moyo. But when I met her, I told you, nikamwambia usife moyo. Courage. Kwa sababu Mungu ambaye alikuita wewe ukawa mlango la kumleta, because the God who brought you and you became the door to bado anaishi. He's still living. Inawezekana na wewe uko hivyo hivyo. And I
spoke with her like that. Nilipokuwa njiani nakuja hapa, When I was on my way here, nikawa nasikia habari za ndugu mmoja ananisia habari ya ndugu mmoja. and someone told me about someone. Jinsi ambavyo How? alipeleka hela nyingi ili nyumba wazazi wake watengenezee nyumba waweze kuishi vizuri. They took money so their parents could build a house. Hela nyingi alizituma huko Afrika. They sent many money in Africa. Lakini baba yake mzazi akazila zote. But his own father ate all the money. Yule uzinzi. And through adulteries. Washa kuona mpaka mtoto akasema mimi sinanga mwe baba yangu. They said this is not my God. Inaonekana kuna watu wako hapa. And there's people here. Ukifikiria hela ulizopeleka Afrika. If you think of the money you took to Africa, Pengine ungekuwa labda na tatu hapa you Marekani. might have even 2-3 houses here. Lakini ulipoenda kuangalia ukuta hamna hata When you nyumba. went to look, there was no house. Hamna hata msingi wa There nyumba. was not even a foundation of Mungu a house. amenituma kwa ajili yako. God has sent me Huna haja because tena kuhuzunika. you don't have to disappear. Hata Roho Mtakatifu. Seek for the Holy Kwa Spirit. sababu wakati unapokuwa na haki haimaanishi hutapata majaribu. Because when you have the righteous, it does not mean you're not going Kitu to. gani ambacho kilimpata Daniel? What happened to Daniel? Alitumwa kwenye tundu la simba. He was thrown in the lion's den. Alitumbukizwa kwenye tundu la simba. Thrown in the lion's den. Mungu amenituma kukuambia hata kama umetumbukizwa kwenye tundu la simba, hao simba hawatakuuma katika jina la Yesu. God has sent me to tell you. Sema simba hawataniuma katika jina la Yesu. Sema simba hawataniuma katika jina la Yesu. Sijui inawezekana mimi sijui simba wako ni nini. Mimi sijui simba wako ni nini. I don't know who's your lion. Mimi simba wangu, simba wangapi watamani kujua simba wangu? How many wants to know my lion? Simba wangu alikuwa anaitwa majani yaliyoota kwenye pasipoti yangu. My lion was a grass that was put on my passport. Niliota ndoto I had a dream mwaka 2014. in 2014. Na niko na rafiki yangu tumekwenda Kenya. And I was with my friend, we went to Kenya Kwenye ndoto. in the dream. Alafu tulipofika kwenye mpaka, And when we got to the border, nikatoa pasipoti yangu and I took my na passport, rafiki yangu akatoa pasipoti yake. and my friend took her passport, Alafu tukapeleka kwa watu wa migration. and we took it to the people. Alafu wale yule mtu wa migration yule mwenzangu akapita. My friend passed, Akagongea mmoja akafanya nini akapita. and they stamped it and he passed. Mimi ya kwangu nilipofungua passport hii But when they opened my passport, nikakuta majani yameota there was grass that grew in my passport. kwenye ndoto. In the dream, Majani yameota. the grass have grown. Nilipoamka nikasema kitu gani hiki? When I woke up, I said, what's this? Baada ya hapo safari zangu zote zikakatika. After that, all my travel was canceled. Watu ambao wameniotesha majani kwenye passport. Those people has grown Nilikuwa grass. nasafiri nchi mbalimbali, sikusafiri tena. I used to travel many countries. Nikisafiri kidogo, kuna wakati nilikuwa nimekaribishwa Utembo, passport ikapotea. There was a place I was invited and my passport was. Nishapoteza passport mara mbili. I have lost my passport. Nilishachwa na ndege mara mbili. Yaani And the plane left me twice. nilishapoteza passport mara mbili. I lost my passport twice. Lakini ni kitu gani kilikuwa kinaendelea? But what was happening Katika ulimwengu wa roho, in the spiritual realm? kuna watu waliokuwa wameshatamka mambo. There were people who Wanasema Pastor Jesse hatawahi tena kusafiri. they said Pastor Jesse is not going to Na travel. mimi nikaona labda ni kitu cha kawaida. And I saw it as just normal. 2014, 2014, 15, 2020, 16, 16, 17, 17, 20, 20, 21. 21. Si hapo sijakumbuka, ninaona ni kitu cha kawaida. And I just see it as normal. Mwaka 2022 But the year of 2022, nikasema I said, nikamwambia mke wangu, kumbe shetani alipanda majani. And I told my wife, Satan has planted. Ile ndoto haikuwa ya kawaida. That dream, it was not just a normal Ile dream. ndoto haikuwa ya kawaida. That was not just a normal dream. Ile ndoto kuna kitu ilifanya. That dream, there's something that happened. Kwa hiyo nikamwambia leta pasipoti
zetu zote. And I said, bring all our passports. Akaleta pasipoti yake. And she brought her passport. Mke wangu akaleta pasipoti yake. Everybody brought their passport. Na watoto wetu wawili. And our 2 Na ya children. kwangu. And mine. Nikahamia kanisani kwenye madhabahu. And I moved to the church on the altar. Niliomba kwa siku 100 na I kitu. prayed for more than 100. Baada ya siku 100, And after 100 nikasikia ile kitu imekatika. I felt that thing was cut. Wiki hiyo, wiki kama wiki kama 2 baadaye, 2 weeks later, rafiki yangu mmoja, one of my friends, mtumishi wa Mungu, a servant of God, akaniambia, Pastor Jesse uko wapi? he said, Pastor Jesse, where are you? Nikamwambia niko ofisini. I said, I'm in my office. Akaniambia unaweza kutuma ile picha ya kwanza ya passport yako, yani pale juu. He said, can you send the first picture on the top of your passport? Kwenye front page. On the front page. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nikatuma, akasema na mke wangu nikatuma. And of your wife, and I said, baada ya siku chache kitu kilitokea. and after Kama wiki 3. after 3 weeks, Akaambia nikamwona ofisini. he said, Nilipomuona ofisini, when I saw him, akaniambia Pastor Jesse nilikaribishwa Marekani. he said, Pastor Jesse, you are invited in America, Kule Washington. in Washington. Nikaomba nijaribu kuwaomba kama unaweza kunisindikiza wewe na mke wako. And I said, can I go with my wife? Maana mimi nenda na mke wangu. Because I went with my wife. Habari njema, barua hii hapa amekubali. The good things is a little thing of Ungepiga Bwana Yesu makofi na vigelegele. Ungepiga Bwana Yesu makofi na vigelegele. Unajua kilichotokea? you know what happened? Wakalipa mpaka nauli They even paid for the ya kwangu na ya mke wangu. mine and my wife. Tukaja hapo kwa mara ya kwanza. We came here for the first time. Sio mpango tena. Sio Kenya. Not Kenya, Lakini sasa tukaja Marekani. Haleluya. America. Unajua baada ya hapo You know, after that, Mungu akafungua mlango mkubwa. God opened up great Mtoto doors. wetu wa kwanza naye akapata scholarship. And my first child received a scholarship Akapata scholarship ya kusoma Marekani. to come and learn here in America. Na hivi juzi tumekuja kwa ajili ya kazi hiyo. In 2 days we came here for Amefanya the graduation ya high school. Sio university. High school. They graduated in high school now. Alikuja hapa grade 11 and 12. He came here in 11th and 12th grade. Na mnajua jinsi ambavyo ni mambo magumu sana huko. And you know that's hard here. Lakini yule pastor mrefu kule Tanzania But that tall pastor over there, aliyenyea kuna mahali ambapo unaweza kumkimbilia Mungu ndani. there's a place you can run to. Alienda kamua yale majani. He went and ripped out the Yale blood yalikuwa kwenye pasipoti yake. that was in his passport. Nina habari njema ni kwamba mtoto wetu amesoma miaka 2 na amemaliza juzi. And they have finished. Oh, nina furaha si kama una furaha. Ndio mzako mwambie utajua wale ambao hawana furaha, utawajua tu. I'm gonna tell you, you're gonna Wanahitaji kugusa na Roho Mtakatifu leo. Sema haleluya. Unajua kwa miaka 2 kigharama na nauli na nini iligharimu karibia $140,000. You know, with in those 2 years, with the ticket and the amount of money, it mounted up to $140,000. $140,000. Sio Tanzania shilingi dola. Sisi kama mnanielewa ninachozungumza hapa. Sasa kama hiyo haijatosha, majani ameng'olewa. And that was not enough. The grass was ripped. Majani ameng'olewa. Grass was ripped out. Juzi tumepata scholarship sasa anaenda kule Wheaton, Illinois, Chicago. Hiyo kulipia pia hiyo chuo. Kila mwaka analipa $65,000. And there in Illinois, he pays $65,000. My daughter has secured Wheaton College, and I'm happy to inform you that she has also secured the scholarship.
and each year she'll be paid 65,000 scholarship. My. What's now? Kufurahia pamoja na mimi kama sitakuongea na wewe. Wewe upokee na wewe. Ninasema na wewe lazima upokee katika jina la Yesu. Ninasema lazima na mimi nipokee. Unajua maana yake ni nini? Hiyo almost over 200,000. Sio? 65 times 4 ni ngapi hiyo? maneno tu. Nimekuletea walio hai. Nimekuletea habari ya Mungu walio hai. Na pengine nasema mkiwa yule Mungu tulimwachanga kule Msumbiji. Kuna mtu mmoja alisema unajua tulifunga sana na kuomba tukiwa huko Msumbiji na huko Tanzania na huko Kongo na huko Rwanda na huko Burundi. Hawafungi tena. Ndio maana Mungu amesimama. Ndio maana muone tena matendo ya Mungu. Turudi kwenye vyanzo. Turudi kwenye kile kitu cha msingi kilichokuleta hapa. Kuna wengine walienda mlimani. Wengine walifunga na kuomba. Ningependa kuuliza watu kama watano. Wao walikuja kujaje hapa? Walikuja kuja tu hivi. Umesahau mali Yesu amekutoa, ndio maana Yesu hakutendei tena. Ndio maana huoni miujiza tena. Umekuja unafikiri kwamba Mungu wa Marekani tofauti na Mungu wa kule Afrika. Ni yeye yule jana leo na hata milele. Yesu amenituma kukuambia. Kuanzia leo kuna ukurasa mpya umefunguliwa kwenye maisha yako. Ninasema kuna ukurasa mpya umefunguliwa kwenye maisha yako. Ninatangaza kuanzia leo kuna ukurasa mpya umefunguliwa kwenye maisha yako. Sema haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Nataka nimalizie kwa kitu kidogo hapa. I want to finish. Namna gani unapata furaha na kutembea nayo? Unaweza how you receive joy and to walk with it. Tamalizia hiyo kwa kifupi. I'm going to finish there in short. Nikiangalia muda wangu umenikimbia. And when I look at the time is right. Na mchungaji wewe ni mzuri sana. Mchungaji Matthew Mabamba na unajua nimejazwa na roho katika nikaanza kuhubiri hata sikuweza kurecognize acknowledge. Tumishi wa Mungu nimeona kuna hatua nimepiga toka mara ya kwanza nimekuja hapa. Sasa hii ni hatua zaidi. Yaani nimeona umepiga hatua kubwa sana. Na leo tutaomba tena. Yaani nikirudi tena, yaani utakuwa umefungua na matawi katika jina la Yesu. Wale ambao hawataki kuwa na fungu la uzuri wangemshangilia Bwana Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Unafanyaje ili uweze kuwa na furaha ya Roho Mtakatifu? What do you do so you can have the joy of the Holy Spirit? Amua kumpokea Roho, yani kuomba maombi ya kujazwa Roho Mtakatifu kila siku. Decide to pray the prayer of being filled with the Holy Spirit every day. Unasema pastor umeiona wapi? You say, Pastor, where did you see that? Kitabu kile cha Efeso 5:18. On Ephesians chapter 5 verse 6. Anasema tusilewe kwa mvinyo. It said to not be drunk by alcohol. Bali tujazwe Roho. Tujazwe Roho. Be filled with the Holy Spirit. Ulevi wale waliokuwa wanalewa kabla hawajaja kwa Yesu. Those who used to be drunk before they came to Jesus. Ulevi wa wiki iliyopita unaweza kukusaidia leo? Does the drunkenness of last week will help you today? Kile kileo ulichokunywa juzi kinaweza kusaidia leo? The one you drank last 2 days ago is going to help you today. Si kila siku ukitaka kulewa lazima unywe kila siku. Isn't it every day if you want to be drunk you have to drink every day? Efeso 5:18 anasema tusilewe kwa mvinyo. Ephesians 5 chapter 18 it says don't get drunk by wine. Lakini tujazwe na Roho Mtakatifu. But be filled by the Holy Spirit. Lakini tujazwe na Roho Mtakatifu. But be filled with the Holy Spirit.
hakikisha unamwambia Roho Mtakatifu, leo nimeamka asubuhi hii, naomba unijaze furaha yako. Meaning every day you tell the Holy Spirit, fill me with your joy. Angalia Petro kwanza mlango wa kwanza. When you look at 1 Peter chapter 1, mstari wa 6 mpaka wa 8. verse 6 to 8. Biblia inasema mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Petro kwanza mlango wa kwanza mstari wa 6 mpaka wa 8. You rejoice in this, even though now for a short time, if necessary, you suffer grief in variety of trial, so that the proven character of your faith, more valuable than gold, which through perishable is refined by the fire, may result in praise, glory, honor, and the revelation of Jesus Christ. Ili kuonekane kwake kwenye sifa na utukufu na heshima. It may be result in praise, glory. Furaha ya Roho Mtakatifu inapoanza kuchukua nafasi, The joy of the Holy Spirit, it takes a place. utaanza kuona hayo mapito unayoyapitia You're gonna see the trial you go through. hayalengi kukuumiza, It does not come to hurt hayalengi you. kukuangusha. It does not come to fall Hayo down. mapito unayoyapitia The trial you go through, yanalenga kukuletea heshima, it comes to give you honor. yanalenga kukuletea utukufu, It comes to bring you glory. yanalenga kuleta sifa. It comes to bring you praise. Wangapi wanapitia mapito mbalimbali? How many are going through? Nina habari njema, muda sio mrefu I have a good news in Mungu short anaenda time. kujitolea utukufu kwenye maisha yako. God is gonna bring glory in your life. Watu wanaenda kumheshimu Mungu wako. People are gonna honor your God. Yule alipoenda kwenye tundu la Daniel, The king who went to that, Ambia Daniel, he said, Daniel, Daniel, je, Mungu wako amekuokoa? did your God save you? Daniel akamwambia Mungu wangu amefunga vinywa vya And he simba. said, my God has closed the mouth of Watu wanafikiri kwamba wamekusukuma ili uangamie. people that they push you so you may be destroyed. Nina habari njema kwamba hicho kitu hakitakuangamiza. But I have the good news, that thing is not going to destroy Utakula you. nacho, utafurahi nacho, utashangilia nacho. You're going to rejoice with it, you're going to, Actually kitakupa lift ya kwenda kwenye promotion. and it's going to give you a lift to go Kwa to sababu promotion. baada ya Daniel kutoka kwenye tundu la simba, Because after Daniel came from the lion den, mfalme akasema kuanzia leo Mungu wa Daniel ndio Mungu. the king said that God is Wangapi wanatamani Mungu wao aheshimike? how many want their God to Hilo be jaribu unalolipitia Mungu wako anaenda that something kuheshimika. you're going through is going to Mungu anaenda kujitwalia utukufu na heshima. God is going to take glory and honor because Sema haleluya. say hallelujah. Sema haleluya. Hallelujah. Sema haleluya. Hallelujah. Kwa hiyo kila siku omba Roho Mtakatifu ajaze maisha yako. So every day ask the Holy Spirit to fill your life. Kwa sababu kwenye kitabu cha Galatia mlango wa 5 Because in Galatians chapter 5, ule mstari wa 22 verse 22, utaona katika sehemu mojawapo ya tunda la Roho you see the fruits of the Holy Spirit. ni furaha. It is joy. Roho Mtakatifu anamiliki furaha. The Holy Spirit Kwenye is Galatia joy. 5:22 anasema, In Galatians chapter 5, verse 22, lakini it says, tunda la Roho ni upendo na furaha na amani. it says that joy, the fruit of the Spirit is joy and peace. Furaha sio hisia za muda mfupi. Joy is not feeling of a Kwa short sababu Roho time. Mtakatifu sio wa muda mfupi. Because the Holy Spirit is not of short Roho time. Mtakatifu sio wa muda mfupi. The Holy Spirit is Wangapi not of wanatamani short time. kupata furaha isiyoneneka? How many want to receive joy that Isiyozimika. cannot be Pokea hiyo katika jina la Yesu. receive that in Jesus? Sio furaha ya kwa sababu umepata nyumba, baada ya hapo umeshaizoea uko furaha imeisha. It's not just joy that you receive when you receive the news, after days you Sema kuanzia leo ninapokea furaha ya Roho Mtakatifu say, from today I receive the joy of the katika Holy jina la Spirit. Yesu. In the name of Jesus. Warumi 14 mstari wa 17 anasema hivi. Romans chapter 14 verse 17 it says. Biblia inasema hivi 14:17 Warumi. 14:17 Romans. 14:17 anasema hivi. Kwa maana ufalme wa Mungu sio kula na wala sio kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Oh, haleluya.
Hallelujah. For the kingdom of God is not on meat and drink, but in the righteousness and peace and the joy in the Lord, in the Holy Spirit. Hallelujah. Wangapi watamani furaha ya Roho Mtakatifu? Omba kila siku, mwambie Roho Mtakatifu, ona kitu kinataka kunipunguzia mwendo, nijaze kwa furaha. The Holy Spirit fill me with joy. Kila siku. Every day. Utashangaa maisha yako yanajawa na Roho Mtakatifu. You're going to be amazed your life. Wangapi wamenielewa nitazungumza hapa? Sema haleluya. Hallelujah. Inaomba usimame pale ulipo. Stand where you are. Simama pale ulipo. Mimi sijui, nataka tuombe kwa ajili ya watu mbalimbali. I want us to pray for many people. Inawezekana una kitu unachopitia. It might be something you're going through. Inawezekana ni issue ya makaratasi. It might be the problem of documents. Au una kesi fulani kwenye hiyo kesi hujui inaenda namna gani. Or you have a case and you don't know how it's growing or progressing. Inawezekana kuna issue ya kifamilia. It might be an issue in the family. Hamna maelewano mazuri, kwa hiyo umekosa amani. There's no good relations, so there's no peace. Inawezekana kuna pressure kubwa ambayo unaipata huko nyumbani ulikotoka Afrika. It might be a great pressure that you receive from back home in Africa. Katika siku kama ya leo, and in days like today, ambao tunahitaji kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu, where we want to be filled with the Holy Spirit, wakati tunataka kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, when you want to be filled with the Holy Spirit, inawalijia mtakwenda kukuombea. I am going to pray for you. Roho Mtakatifu atashuka juu yako. And the Holy Spirit. Wangapi wanaamini Roho Mtakatifu yuko hai? How many believe the Holy Spirit? Nasema wangapi wanaamini Roho I Mtakatifu say, yuko how hai? many believe the Holy Spirit? Nataka usogea hapa. I Kama want you to come forward. una vitu ambavyo yanakukosesha amani, If you're going through trial and you don't have joy, unahitaji maombi, sogea hapa. and you receive one prayer, come forward Sogea tu hapo mbele. so I can pray for you. Mama, ukifika hapa simama. And when you come here, stand. Unayo mapito mbalimbali, una amani, watu wanaona unacheka, lakini hata unafikiria namna ya kujiondoa. You're going through a trial and people see you smiling, but you even desire to be gone. Shetani amekufanya na kukuonyesha kama ya kwamba wewe hufai tena.